Na mtazamaji wa Anuari TV, karibu sana kwenye kipindi cha The Golden Boot, sehemu ambako tunakwenda kuangazia habari na uchanganuzi wa matukio mbalimbali ya kimichezo ambayo yametokea katika wigo mzima wa kitaifa na kimataifa. Na kwa siku ya leo tunakwenda kuangazia hasa katika upande wa eneo la ushambuliaji ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, eneo ambalo klabu ya Simba imemsajili Ibrahim Doumbia, raia wa Mali. Kwa msimu uliopita alikuwa anatumikia klabu ya AS Korofina ambaye ndiye kinara wa ufungaji wa ligi hiyo kwa msimu uliopita akiwa amefunga mabao 17. Kwa hiyo Ibrahim Doumbia ameingia kwenye klabu ya Simba, lakini bado watu wengi wamekuwa wanamzungumza kama miongoni mwa washambuliaji ambao levels zake na quality, namna ambavyo anacheza hawezi kufit kwenye mifumo ya Mwalimu Steve Barker, na ni kama mchezaji ambaye bado hawezi kuimudu ile kasi ambayo klabu ya Simba walikuwa nayo kwa msimu uliopita, jambo ambalo linawafanya watu wengi wasivutiwe na kile ambacho anakitoa ndani ya uwanja. Sasa nimekuja hapa na listi ya washambuliaji ambao klabu ya Simba ilikuwa inawahitaji, ikiwa tu ni sehemu ya maandalizi ya msimu unaokuja kwa kile ambacho walikuwa nacho. Kwanza walikuwa wanahusishwa na Ashley Kupido, ambaye huyu ni mshambuliaji raia wa Afrika Kusini ambaye anakipiga kwenye kikosi cha Stellenbosch ya huko nchini Afrika Kusini, timu ya zamani ya kocha mkuu wa klabu ya Simba kwa maana ya Steve Barker, na ni miongoni mwa wachezaji ambao kocha Steve Barker alitoa pendekezo la kumuhitaji kwanza kwenye kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kwenda kuwa mbadala wa Soa ambaye tunafahamu kile ambacho kilitokea katikati mwa msimu uliopita na akawa sio sehemu ya kikosi cha Simba hadi msimu unakwenda kutamatika. Kwa hiyo kukawa kuna uhusiano na klabu ya Simba, pia ilituma ofa kadhaa kwenda kwenye klabu ya Stellenbosch, licha ya kwamba ilikuwa ni ngumu kwa upande wao kuweza kumpata mshambuliaji huyo ambaye tayari amesalia kwenye klabu hiyo ya Stellenbosch. Mbali na huyo Ashley Kupido, mzaliwa wa mwaka 2001, klabu ya Simba pia ilikuwa inamhitaji Peter Shalulile, ambaye huyu klabu ya Young Africans wenyewe walifanikiwa kumpata. Na tunakumbuka kwamba Shalulile alikuwa ni free agent ambaye aliachwa na timu yake ya Masandawana ya huko nchini Afrika Kusini, jambo ambalo Shalulile na wakala wake walikuwa wanahitaji takriban sign fee inayozidi bilioni 1 la Tanzania, jambo ambalo pengine kwa uongozi wa klabu ya Simba ikawa ni ngumu kuweza kutoa kiasi hicho cha fedha kwa mshambuliaji ambaye ni free agent, na kwa namna ambavyo Shalulile umri wake ulivyo kwa maana ya miaka 30 na miwili. Lakini pia mbali na Shashamana, klabu ya Simba pia ilikuwa ina mhitaji mshambuliaji Tadeusz Nkeng kutokea kwenye klabu ya Stade Malien ya huko nchini Mali, ambaye tayari tunafahamu kwamba klabu ya Club African ya huko nchini Tunisia tayari imekwisha fanikiwa kumpata mshambuliaji huyo raia wa Mali kinda kwelikweli, ambaye kwa msimu uliopita kunako ligi ya mabingwa barani Afrika alikuwa na kiwango bora, akifunga magoli zaidi ya 3 kwenye msimu ambayo alitumikia klabu ya Stade Malien. Kwa hiyo klabu ya Simba ilizunguka kwa hao washambuliaji watatu ambao walikuwa wanawahitaji kabla ya kutua kwa Ibrahim Doumbia, ambaye kwenye ligi ya Mali msimu uliopita alikuwa na kiwango bora hadi kufika hatua kuibuka ndiye kinara wa ufungaji kunako ligi hiyo kutokea huko nchini Afrika ya Magharibi. Kwa hiyo mashabiki wengi wa Simba wanazungumza vibaya juu ya hichi ambacho amekionyesha Ibrahim Doumbia. Of course ni bado, na tunafahamu kitu gani ambacho timu hizi mbili kubwa za Kariakoo wamekuwa wanahitaji mchezaji ambaye anadeliver ile quality na ubora kwa haraka mno, na wamekuwa hawampi uwanda mpana wa kurecover katika ubora ambao pengine ni kuzoea mazingira, lakini pia kujitafuta na kuweza kuingia kwenye mfumo wa mwalimu, kile ambacho anampatia katika uwanja wa mazoezi, na yeye kama mshambuliaji professional kuweza kukitoa katika uwanja wa mechi. Kwa hiyo ndio maana mpaka hivi sasa klabu ya Simba ina haha kuweza kumpata mshambuliaji mwingine ambaye pengine anaweza kwenda kuongeza ile chachu na ubora mkubwa katika ile eneo la ushambuliaji, hasa katika upande wa namba 9, yule Fox on the box, mshambuliaji ambaye ana uchu wa kufunga, mshambuliaji ambaye
kwenye nafasi 4 ana uwezo wa kukufunga 3 na akakosa nafasi 1. Kwa hiyo hayo ndio ambayo klabu ya Simba walipitia hadi kumpata Ibrahim Dumbi, ambaye mpaka hivi sasa bado mashabiki wengi wa Simba wamekuwa hawapendezwi wala hawafurahishwi na hawaridhishwi na kile ambacho anakifanya Ibrahim Dumbi, mshambuliaji huyo raia wa Mali mwenye umri wa miaka 22. Jina langu ni Leopard John, sauti ya mvua. Nikushukuru kwa yeye ambaye umekuwa nami kwa siku ya leo. Hadi wakati mwingine, nikutakie tu siku njema. Kwaheri kwa sasa.